Na hii ni Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa 12 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, M23 waanza kujiondoa Uvira baada ya pressure kutoka jijini Washington. Tanganyika, usafiri kupitia ziwa Tanganyika kati ya mikoa ya Kivu ya Kusini na Tanganyika yasimamishwa. Fizi yasimama imara na kuwazuia magaidi wa M23. Na mkumbuka operation Saidia Mzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ili uwe mtu wa kwanza kuwa unapata kila taarifa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira. Baada ya pressure kwa Paul Kagame, M23 wajiondoa jijini Uvira. Hiyo usiku wa kuamkia leo tarehe 18 za mwezi wa 12 2025, majira ya saa 2 mpaka saa 3 usiku, milolongo ya wanajeshi wa M23 wameonekana wakianza kutoka jijini Uvira na kujielekeza Kamanyola kwa ajili ya kurudi nyumbani kwao nchini Rwanda. Hayo yamefanyika baada ya Marekani na Baraza la Umoja wa Mataifa, likiwemo pia baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya kuweza kuweka pressure kubwa dhidi ya Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame. Marekani imeweza kutoa kauli nzito kupitia makamu wa rais wa nchi hiyo na kutaka serikali ya Kigali iweze kuondoka mara moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha kwamba jiji la Uvira linabaki huru na kuweza kuondoka mara moja. Kitendo hicho kiliweza kufanya viongozi wa M23 kuweza kuandika barua ya kusema kwamba wako tayari kuondoa majeshi yao ndani ya ardhi ya Uvira, lakini kwa masharti kadhaa. Baada ya siku kupita, masharti hayo yaliweza kutupiliwa mbali, na hivyo pressure kuweza kuzidi dhidi ya Kagame, kitendo ambacho kilimpa hasira na kuweza kutoa tamko rasmi na kutaka vikosi vyake viweze kuondoka mara moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vikosi vya RDF pamoja na M23 vimeanza kutoka kwanza ndani ya jiji la Uvira, na baadaye vitatoka Bukavu, Goma na Kokota ambako vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amjambo tena, sisi hatutalala na nchi yetu. Kongo ni yetu moja tu. Kuna watu ambao wana uraia wa nchi 3 2, lakini sisi tuna uraia wa nchi moja. Tukitoka hapa tunaitwa marefugee, tunaitwa wakimbizi kwenye nchi jirani. Hatupendi kuenda kwenye nchi jirani, hatupendi kuwa wa refugee. Ndio maana tunasimama kudenonce kila tukio ambao Wanyarwanda watafanya. Nawaambia mimi Wanyarwanda nina nyinyi mpaka kieleweke. Uongo wenu wa kusema kwamba genocide TC ambayo ilikuwa ni genocide Rwanda uliisha. Wazungu washawaelewa kwamba mlidanganya. Risasi aliweza likachagua kuua tu watu ambao ni Watusi na kuacha Wahutu. Na ndo uongo ambao mnauona hapa sasa hivi. Tena ulimwengu unataka kupigwa. Hii hapa ni gari ya Rwanda ambao wanataka kuja kuanzisha kavurugo Uvira ili waseme kwamba Watusi wanakuja kuvamiwa au Wanyarwanda wanakuja kuvamiwa na wazalendo na serikali ya Kongo, na huku tunajiandaa kutoka. Kwa hiyo mbinu za Wanyarwanda, wanachukua mbinu kuingiza hizo gari, watajigawa, wanajeshi wamoja wanapiga wengine, yani wataanzisha vurugo wenyewe kwa wenyewe. Aidha waje wachokoze wazalendo, aidha wao kwa wao wavalishane teni za wazalendo au teni za FRDC, wapigane wao kwa wao mule Uvira, waseme kwamba tulikuwa tunajiandaa kutoka, lakini tunaona jeshi la Kongo linakuja kutuvurugia kutoka, na sisi hatuwezi kuwaacha watu wetu wakiwa na vurugu au fasi ambayo tunatoka kubaki vurugu. Ili Ufaransa uje kama vile wa observateur, ni mbinu za Wafaransa. Watu wasiojua hii siasa wanyamaze kimya. Huu sio muda wa kufichana tena, na sio muda wa kuacha Rwanda inajitawala kama ilivyojitawala. Ndivyo walivyofanya, na hii ni gari ambayo imeingia leo tarehe 17 mwezi wa 12
mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo ulimwengu ujue hiyo ni mbinu. Mkisikia Masase Uvira, sio FRDC ambao inaingia pale, bali ni wao wanapigana wao kwa wao kwa sababu ya kuvuruga mchakato wa kuondoka. Ndo Wanyarwanda hao, nchi ambayo inaishi kwa misingi ya uongo. Sasa tunashangaa na nchi ambazo zinaongozwa na Wabantu, Wahutu wenzetu. Mnanyamaza kivipi? Amkeni, hawa watu washatuzoea muda mrefu sana. Na kama hamtaamuka, marais wetu watatuonea, wataendelea kutuonea mpaka mwisho. Na huu muda hatuonewi tena. Wanapanga plani hiyo kukataa Sadeke ambayo iliongelewa na Trump kwamba Sadeke ndio itakuja pale baada ya nyinyi kuondoka, kutakuja nchi ya Tanzania na Angola. Wao hawataki kwa sababu nchi ambayo inampa Kagame kiburi ni nchi ya Ufaransa, nchi ya Uingereza, nchi ya Ubelgiji na nusu ya nchi ya Marekani. Wamarekani wamejigawa mara mbili. Kuna Wamarekani wa Democrat, wale wa familia Bill Clinton, na kuna hawa wa huyu ndugu ambaye amesimamia kweli, ambaye ni Trump. Sasa hawa wa Democrat ambao ni familia ya Bill Clinton wanampa kiburi sana Kagame. Lakini tuombe Mungu na pamoja na tufanye nguvu na tuwe makini na kwa kudenose kila tukio ambao Wanyarwanda watafanya. Tusiwaache wawe wanafanya mbinu zao za uongo na tunawaachia. Kudenose inashinda hata risasi. Uongo wa Wanyarwanda uishe. Wajue Wanyarwanda ni waongo sana. Hata kule Rwanda ile genocide TC haikuwa genocide TC. Risasi haliwezi likachagua. Risasi lilikuwa linapiga kila mtu na bila kuchagua, na wazungu walikufa kipindi kile. Lakini uongo na wazungu wakawa wanaingia cha kike, wanadanganywa na kainchi kadogo tena kama mtu kamwembamba, wanadanganywa na watu ambato sijui nisemeje. Na wanalainika tu wazungu na wenyewe, kwa sijui kama wakoje wazungu na wenyewe. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Uvira, tuingie mkoa jirani wa Tanganyika ambako usafiri kupitia ziwa Tanganyika kati ya mikoa ya Kivu ya Kusini na Tanganyika imeweza kusimamishwa kwa muda. Gavana wa mkoa wa Tanganyika ameweza kupiga marufuku usafiri wote kupitia ziwa Tanganyika kati ya mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na mkoa. Maamuzi hayo yalikuja baada ya kuonekana kusonga mbele kwa magaidi wa M23, kitu ambacho kiliweza kuleta wasiwasi kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya hayo, kiongozi mkuu wa mkoa jimboni Tanganyika aliweza kuwataka wasafiri wote kupitia ziwa Tanganyika na baadhi ya vituo vya ndege kuweza kufunga mara moja ili kuweza kulinda mipaka ya Tanganyika ili kutokuingiliwa na magaidi wa M23. Christian Kitungwa Muteba akiwa ni gavana wa mkoa wa Tanganyika aliweza kusema kwamba mikakati mingi imeweza kuwekwa kwa ajili ya kuweza kulinda mkoa wa Tanganyika kutokana na uwepo wa M23 katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Mipangilio ambayo imeweza kukamatwa ni pamoja na kuweza kufanya doria ya nguvu kila siku katika ziwa Tanganyika, huku majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikosi cha maji kikiwa kinatumia speedboat kwa kuzunguka kila kona ya ziwa Tanganyika ili kuwatafuta wale ambao wanasemekana kuwa ni wahalifu ambao wamekwisha kujipenyeza ndani ya mkoa wa Tanganyika kupitia ziwa ya Lake Tanganyika. Kitendo kingine kilichochukuliwa hatua katika mkoa wa Tanganyika ni pamoja na kuweza kufunga kwa muda uwanja wa ndege wa Kanuka unapatikana kilomita 36 kutoka ndani ya kitongoji cha Manono, pamoja pia na kijiji cha Kisengo ndani ya groupmenti ya Bakalanga wa pili tarafani Nyunzu. Hatua nyingine ni pamoja na uwanja mwingine mdogo wa ndege ambao ni wa kampuni ya MMR inapatikana ndani ya mkoa wa Tanganyika. Mipangilio hiyo yote imeweza kukamatwa ili kuweza kulinda raia pamoja na mali yake na pia kuweza kuweka mikakati thabiti kwa ajili ya kuzuia magaidi wa M23 wasiingie ndani ya mkoa wa Tanganyika. Mengi na zaidi, huyu hapa mkuu wa mkoa wa Tanganyika Bwana Christian.
Nous allons résister et nous allons nous battre jusqu'à notre dernier goutte de sang. Et donc, nous serons sur toutes les lignes de front et ces rebelles-là, ils ne vont pas arriver au Tanganyika. Nous allons le mettre à l'extérieur de cette province. Il n'y a rien qui va se passer dans cette province. Retenez la date aujourd'hui. Nous allons résister. Na mnaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP Rajabu Akili Kabonga, Shidi Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba, ukiwa unasikiliza Baraka One TV ya Kisi Kandeke Delone Buto Tobione Klaba Mawe, na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Australia pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo, na moja kwa moja tuweze kurudi huku Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ambako Fizi wasimama imara kuweza kuwazuia magaidi wa M23, na upande mwingine pia viongozi wa VDP Wazalendo jijini Kinshasa watangaza hatua kali dhidi ya serikali ya Kigali. Fizi, wazalendo wa vitengo mbalimbali tarafani Fizi, ikiwemo Bilozi Bishambuke ambayo inaongozwa na Generali Ngoma Nzito CNPCC ya Kimze William Amolia Kutumba, na wameweza kusimama imara, huku pia wakishirikiana na vikosi vya Rene Itongwa, ikiwemo pia General Makanaki na baadhi ya makamanda wa wazalendo, kupitia vita ambayo iko nazidi kufanyika huko maeneo ya Makobola, ambako kulionekana kuweza kusonga mbele kwa magaidi wa M23, lakini kuweza kuzuiliwa na vikosi ambavyo vipo huko tarafani Fizi. Watoto Fizi wameweza kusimama imara kwa ajili ya kuweza kumpiga adui ambaye ni M23. Kwa sasa tarafani Fizi ndiko sehemu pekee ambako kumekiwa matumaini, na sehemu watu wanategemea kwamba M23 ikipita inajelekeza moja kwa moja mkoa wa Manyema pamoja na mkoa wa Tanganyika. Tarafani Fizi kumewekwa kizingiti kikubwa ambacho kinawafanya magaidi wa M23 wapate shida ya kuweza kuvuka mpaka huo. Mengi na zaidi, ripoti hizi kutoka tarafani Fizi, ambako maandalizi ni makubwa kwa ajili ya wazalendo ambao wanapambana dhidi ya magaidi wa M23. Ongozwa na General Ngoma Nzito Delfe Kalembe. Naona kabisa vijana wanajiandaa kwa kujielekeza kwenye mapigano kwa Makobola. Tumewaona kabisa vijana wako shambra wakijielekeza kwenye operation hapo kwa kufieka adui M23 ambaye ameprogresse kabisa kujielekeza mteritware ya Fizi. Naona kabisa wa vijana wako shambra, watamchapa kama kawaida, kama vile wanavyomchapa pale kwenye Haut Plateau ya Rugezi, Kabanja na kadhalika, milimani pote pale ambapo mnaposikia kundi ya General Ngoma Nzito linamchapa adui mara kwa mara, mchana, usiku, asubuhi na magharibi. Ni vile kabisa wa vijana hawa wanajielekeza kabisa kwenye mapigano hapa Makobola, wakimchapa kabisa adui na nguvu za mingi, na wanamkania kabisa kwa kumchapa kichapo kama vile wanavyochapa adui siku kwa siku hapo kwenye Haut Plateau ya Kabanja, Rugezi na kadhalika.
Warefu nyuma, wafupi mbele. Tambuka mbele. Wewe tambuka mbele. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu wa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kupitia Baraka One TV. Na pia endapo utakuwa umepata matangazo yetu kwa kuchelewa kidogo, ni kutokana na hali ya mtandao ambao kwa sasa umekuwa ukisuasua, na pia mikakati ambayo ilikuwa imefanyika kwa ajili ya baadhi ya fujo ambazo zimeweza kutokea, na ndio maana pia uliona kama matangazo yetu ilikuwa hayapati kwa takriban siku isiyopungua 3-4 hivi. Ni kutokana na hali halisi ya hewa ambayo ilikuwa ikijionesha kwa kipindi hiki kigumu. Kwa hiyo raia wote ambao walikuwa wako pamoja na sisi ni kuendelea kushirikiana kwa kushare pia na kusubscribe Baraka One TV, na itakufanya kuwa kwanza kunapata haya matangazo kila wakati. Na pia tutoe pole kwa ndugu na marafiki wote ambao wameweza kupoteza ndugu zao kwa wakati huu mgumu, na pia kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja pia na washirika wenzetu serikali ya Burundi kwa yote ambayo yaliweza kutokea. Na kikubwa ni kwamba muungano wa pamoja na wazalendo pamoja na wananchi na serikali kwa pamoja ili kuweza kuwafukuza hawa magaidi wa M23. Kuondoka kwa Uvira pia kunaweza kuleta sura mpya ya ushirikiano na kuishi kwa pamoja kati ya majamii yote ambayo yanapatikana ndani ya jiji tarafa la Uvira pia na jimboni Kivu ya Kusini na Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa pekee pia na kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bye bye, mengine kuna majira ya saa 6.